Karibu. Kwa jina naitwa Albert Mark Kihula, ni mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo. Kesho tarehe 2 mwezi wa 8 2026 tunatarajia kuwa na kikao cha baraza la wafanyakazi la wakala wa vipimo. Kikao chetu cha kesho kitakuwa ni kikao cha 38. Ni kikao kipya, ni baraza jipya baada ya kusaini mkataba wa uendeshaji wa baraza kati ya chama cha wafanyakazi tawi la wakala wa vipimo na management ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo siku ya leo tarehe 1 tulikuwa na maandalizi kwa ajili ya kikao cha kesho, na tunatarajia mgeni rasmi atakuwa naibu waziri wa wizara yetu ya viwanda na biashara, Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo. Kwa hiyo kwa siku ya leo tulikuwa hapa katika ukumbi ambao tutafanyia kikao hapo kesho, na tulikuwa na semina 2. Semina ya kwanza ilikuwa kwa ajili ya wajumbe wapya ambao wamechaguliwa kuingia kwenye baraza la wafanyakazi baada ya kusaini yule mkataba ambao nimesema ni mpya. Lakini semina ya pili ilikuwa ni kukumbushana taratibu za utumishi wa umma, lakini kuzingatia maadili katika utumishi wa umma. Kwa hiyo mpaka kufikia hatua hii tumeshakamilisha maandalizi yote, na tunatarajia kesho kikao chetu kitaanza mnamo saa 3 kamili asubuhi na kitaenda mpaka majira ya mchana. Kwa kawaida vikao hivi vya mabaraza ya wafanyakazi ni kukutanisha wafanyakazi na mwajiri. Lengo kubwa ni kujadili mpango na bajeti ya utekelezaji wa majukumu yote yale ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo tulikuwa na bajeti na mpango, lakini sasa tunaenda kuangalia utekelezaji wake, changamoto zilizotukuta katika utekelezaji wa mpango na bajeti hiyo kwa mwaka wa fedha uliopita, lakini tunaangalia sasa mwaka huu wa fedha tumejipangaje. Lakini pia katika kikao hicho tutazindua mpango mkakati wetu wa miaka 5 ambao tunatarajia Mheshimiwa mgeni rasmi waziri wetu Dennis Lazaro Londo atatuzindulia mpango huo. Kwa hiyo tunakutana pamoja kati ya mwajiri, chama cha wafanyakazi na wafanyakazi wenyewe kujadili namna gani tunaweza kufanya vizuri katika kuiendeleza taasisi yetu ya wakala wa vipimo. Kwa hiyo kuna taarifa zitawasilishwa, kutakuwa na majadiliano na baadaye kuweka mipango ya pamoja ya namna ya kutekeleza mipango ya taasisi kufikia ile dira ya 2050 kama ambavyo imezinduliwa. Wakati kesho tunaenda kwenye kikao cha 38, tunajivunia mambo kadhaa. La kwanza kabisa ni kufanya kazi kidigitali. Kwa sasa tuna mifumo mingi ambayo inatuwezesha kufanya kazi kidigitali. Mfumo wa kwanza tumeunganishwa na wenzetu wa TRA kwenye mfumo wa Tanoga ambao unatusaidia kufanya ukaguzi wa bidhaa zilizofungashwa. Bidhaa zilizofungashwa ni bidhaa zile zote ambazo zimefungashwa kwa uzito, ujazo, urefu au namba. Kwa hiyo kupitia mfumo ule inatusaidia sana kujua bidhaa zote zinazotoka nje ya nchi zinazoingia hapa nchini ambazo zimefungashwa, na sisi tunaweza kuzifanyia ukaguzi kujua kwamba kweli zimefungashwa kwa usahihi. Lakini eneo la pili, tumeweza kuongeza mapato yetu kwa kiasi kikubwa, na katika utekelezaji wa mpango uliopita tumeweza kutekeleza kwa takriban 92%.